السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم صل على محمد وآل محمد. أفضل الناس من عشق العبادة فعانقها وأحبها بقلبه وباشرها بجسده وتفرغ لها، فهو لا يبالي على من أصبح من الدنيا على عسر أم على يسر. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma mtume wake mtaharifu na ali za mtume wake walio wataharifu, na wausieni na kujihusia nafsi yangu tumcheni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani kumcha Mwenyezi Mungu ndiyo mafanikio ya maisha yetu hapa duniani na kesho akhera. Katika mazungumzo tuliyoyaanza kuanzia mwanzo wa Ramadhani, ni vipi uhusiano baina ya mja na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, na hususan tuko ndani ya ugeni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na leo ndiyo tumalizia ugeni huu ambao ulikuwa ni ugeni mtukufu, ugeni mzuri, ugeni uliojaa kila neema, ugeni wa Muumba ambaye si wa kawaida mapenzi yake kwetu sisi, na ndipo alipotuita katika ugeni wake ili kutufungulia mahusiano special baina yetu sisi na yeye. Yatakikana tujiulize, kwa kuwa leo insha Allah Mwenyezi Mungu akitupa uhai tukaimaliza funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa kuwa je, mimi nimetoka katika ugeni kama huu nimepata kitu gani? Kile nilichoandaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nimekipata au sikukipata? Na ikiwa sikukipata, ni kwa nini sikukipata? Ili pale penye kasoro niweze kurakibisha, ijapokuwa tumechelewa. Ikiwa ilikuwa ni kasoro, tuzirakibishe kabla ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu hatuna uhakika kwa kuwa ya mwakani tutaipata. Ni kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atutakabalie amali zetu, aziweke katika mizani ya mema yetu, na atupe umri na afya inshallah tuweze kuzifunga na Ramadhani nyingine. Lakini Ramadhani inatufungulia mlango mzuri, ijapokuwa twaiaga, mlango wa mahusiano baina ya mja na Mola wake. Yatakikana yawe ni mahusiano namna gani? Tulijaribu katika wiki 3 zilizopita kuonyesha mahusiano na ramani au picha mwanadamu inayotakiwa aijenge katika nafsi yake na akili yake. Yatakikana iwe ni ile picha ya Mola aliye na rehma, aliyona huruma, aliyona mapenzi, ile ilaka ya uns, wenyewe wanakwambia ni ilaka ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Kwa maana matatizo yoyote yatakayonipata, shida zozote zitakazonipata,
kila aina ya matatizo yatakaponipata, nikirudi kwake napata utulivu. Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Na haya si mapenzi ya kawaida, kwa sababu hakuna mahusiano mazuri na mahusiano imara zaidi baina ya watu wawili kama mahusiano yanayosimamia msingi wa mapenzi, al-ishq, al-mahabba, al-uns. Kwa maana ni mapenzi yale ambayo si ya kawaida. Mapenzi kila mmoja anafanya yale ambayo yanaridhisha upande wa pili. Haya ndiyo yale mapenzi yanayotakiwa, na haya mapenzi ndiyo yanayoweza kuvutia pande mbili, kama wenyewe wanavyotwambia maulama, kwa kuwa inakuwa kuna jadhibia hasa, kuna mvuto katika mapenzi kama haya. Kwa hiyo hii picha ambayo yatakikana tuijenge katika akili zetu au tuichore katika akili zetu, yatakikana iwe ni picha ya muumba ambaye ni mwenye huruma, ni mwenye mapenzi, anayeleta utulivu wakati wowote ninapopata matatizo. Nikirudi kwake, basi mimi inakuwa matatizo kama yale yanaondoka na yanapotea kabisa. Na ndipo Sheikh Makarim Shirazi asema msingi kama huu ni msingi muhimu na msingi mzuri. Ukirudi katika Qur'ani sura 114, 113 zimeanza na bismillahir rahmanir rahim. Kwa maana kwa kuwa huyu nayeanza kila kitu, si kwa kusoma Qur'ani peke yake, kila jambo madamu mimi nimeamua kufungua uhusiano na yeye, uhusiano wa mapenzi, yatakikana kila ninachokifanya nianze kwa jina lake na kumtegemea yeye, kwa sababu yeye ndiyo mwenye rahma, ar-Rahmanur Rahim. Moja peke yake suratu Baraa ndo haikuanza na bismillah, na kwa sababu tofauti zilizotajwa, lakini ndipo anasema msingi asili wa mahusiano baina ya mja na Mola wake, na msingi kama huu uhamie baina ya mja na mja mwenzake. Na msingi kama huu ndio msingi wa asili. Yale mengine ambayo ni ya dharubu ni ule msingi ambao umetoka katika asili. Kwa maana ikiwa upande wa pili haustahiki mimi niamiliane na yeye, niwe na uhusiano na yeye, uhusiano wa mapenzi, basi hapa haitostahiki mimi niamiliane naye kwa mapenzi au kwa huruma, kwa sababu kuna watu kama tulivyosema wametoka katika msingi kama huu. Kwa hiyo katika msingi kama huu huwa sio msingi wa asili, lakini asili ni msingi tumesimamia kwenye nini? Ar-Rahma. Tumesimamia kwenye msingi wa rahma. Kwa hiyo katika kila kitu tunapoamiliana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uhusiano wetu baina yetu sisi na Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala uwe ni uhusiano wa namna hii.
sio uhusiano wa kuwa mimi ninarudi kwake kwa sababu naogopa adhabu zake, au sio kwa sababu mimi ninarudi kwake kwa sababu nataka pepo yake au nataka mazuri yake, la. Na ndipo leo mfano mzuri tunauweza kuupiga ndoa za vijana walioana karibuni. Hebu tujiulize, hizi ndoa utazipata ziko vipi? Kwa sababu mwanzo huwa ule msingi umesimamia ni msingi wa mapenzi. Kwa hiyo utapata kila upande unajitahidi ufanye kile cha kuridhisha upande wa pili, ambapo utakuta mtoto wa kiume akipita sehemu akitaka kununua kitu, kwanza atapiga simu amuulize nana, kwa kuwa kitu fulani ninunue au sinunue, kwa sababu asije akanunua ikawa amekipenda yeye, upande wa pili haukupenda. Upande wa pili ukitaka kupika kitu unapiga simu kutaka kujua, kwa kuwa nsije nikapika huyo anayenipenda ikawa hakipendi. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu ni msingi wa mahaba, ni msingi wa mapenzi. Ndipo ile tunapoambiwa inna Allaha yardha liridhaha, kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwaridhia kwa radhi ya Bibi Fatima salamullahi alayhi. Yani Bibi Fatima anapofurahia, anaporidhika, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwaridhika. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ni msingi kama huu. Bibi Fatima hawezi kuridhika kwa kitu kisichomridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, msingi wa al-ishq. Na ndipo al-Allama al-Majlisi akwambia ishq maana yake ni zaidi ya mapenzi, ni al-ifratu fil hubb. Yani ni yale mapenzi ya kupita kiasi, kwa kuwa ya Rabbi, mimi sioni kinachostahiki kuonekana isipokuwa ni kile chenye kukuridhisha wewe subhana. Na ndipo pale unafika daraja kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwaridhika kwa kile chenye kukuridhisha wewe, kwa sababu wewe huridhiki isipokuwa kile chenye kumridhisha yeye. Mapenzi ya pande mbili. Ndipo pale in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa ali hawezi kufanya kitu ambacho kitakuwa kiko nje na kile chenye kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndipo tunapoambiwa ule msingi wa asili baina ya mja na Mola wake uwe ni msingi kama huu, ni msingi ambao umesimamia mapenzi na utulivu. Na ndipo utapata baadhi ya maulama wetu wanavyokuambia, ukipata shida au matatizo aina yoyote, kaa faragha, uzungumze na Mola wako Subhanahu wa Ta'ala, utapata utulivu, utapata sakina. Na ndipo tulipoambiwa ikiwa utampata yule mwanamke ambaye kweli ana misingi inayostahiki, litaskunu ilaiha, pia kule unapata sukuna, kwa sababu huwa ni msingi ambao umesimamia almawadda warahma. Na ndipo hapa hii hadithi ambayo imepokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa ali, japokuwa upande wa upokezi kidogo ina matatizo. Anasema Al-Kafi, katika Al-Kafi, afdalun nasi man ashiqa al-ibadata fa'anaqaha, mbora wenu, inna akramakum inda Allahi atqakum, mbora wenu ni yule mwenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa tutaingia katika daraja za wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, daraja kama hizi ndipo pale utaipiga makamama na kuikumbatia ibada kwa mapenzi ya hali ya juu, kwa sababu ndicho chombo cha kutufikisha kwa yule tunayempenda. Ndiyo ashiqaha fa'anaqaha, anaipenda ibada, anaikumbatia, anaipiga makamama, kwa sababu ndiyo njia, ndiyo chombo cha pekee. Wakafat safinatul masakini ala sahili bahri judika wa karamiki yarjuna aljawaza ila sahati rahmatik. Ni chombo ambacho tukikipanda ni chombo cha ibada, kile ambacho ndipo kweli kinatupeleka kwa yule tunayempenda, kinatukaribisha kwa yule tunayempenda. Na ndipo inakuwa mwanadamu anafikia kiwango kwa kuwa yeye haridhiki isipokuwa kwa kile chenye kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
hakasiriki isipokuwa kwa kile chenye kumkasirisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndipo baadhi ya hadithi zinavyotuambia, kwa kuwa hakikisha kila hatua unayoichukua, kila jambo unalolifanya likiwa la furaha, hakikisha furaha yako haikukutoa katika mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa ni hasira, basi hakikisha hasira kama zile hazikukutoa katika mipaka ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni msingi uliosimamia baina al-abdi wa maulahu, ni msingi wa mapenzi, ni msingi wa mahaba, ni msingi wa utulivu. Fa'anaqaha wa ahabbaha biqalbihi, si bilisanihi, kwa sababu tumekuwa ni wingi wa kuzungumza, lakini nafsi zetu, matendo yetu, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, nifuateni mimi, ndio kiwa mwadai mwampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio Mwenyezi Mungu atawapenda. Kwa hiyo si madai, si kuzungumza kwa ndimi zetu. Fa'anakaha wa ahabbaha biqalbi wa basharaha bijasadihi, akumbatia ibada, anaipiga makamama ibada kwa moyo wake. Kwa sababu gani? Ilaka, mahusiano ulioyafungua baina yako na Mola wako ni mahusiano ya nyoyo mbili zinapopendana. Ndipo pale wenyewe wanatuambia mpaka kipofu, ukimwambia mtu huyu ni kipofu, anakwambia ni makengeza, kwa sababu haoni tena kwa macho, anaona kwa moyo. Fa'anaqaha wa ahabbaha biqalbi. Naam, ukishatoka hapa fa ahabbaha biqalbihi, amependa kwa moyo wake, mapenzi ya uhakika kama alivyosema al-Allama al-Majlisi. Wa basharaha bijasadihi, automatic, kwa sababu ushampenda kwa moyo ya uhakika. Kwa hiyo kila kinachostahiki kufanywa ambacho kinatukaribisha na yeye, wa basharaha bijasadihi, itakuwa ni mwenye kufanya haraka kukifanya, kwa sababu kinamkaribisha kwa yule anayempenda. Ndipo leo utakuta, tuchukue mifano ambayo tunaishi nayo, msichana akiwa ajua wazi fulani yuanipenda, ataka kunioa, au mtoto wa kiume akijua wazi kwa msichana fulani yuanipenda, utakuta yuwajitahidi juu chini, kila anachokifanya kiwe ni chenye kuridhisha upande wa pili, kwa sababu nisije nikienda nikarudishwa. Ndipo mara nyingine utapata mtoto wa kiume hakushika dini sawa sawa, lakini mtoto wa kike ameshika dini vizuri. Utakuta mtoto wa kiume anajilazimisha kuwa mzuri, si kwa sababu yeye ni mzuri, kwa sababu ya lile lengo alilonalo. Sasa waona, kwa sababu yeye anataka kudanganya upande wa pili au anataka kuvutia upande wa pili, anajaribu kutumia mbinu zozote zile ambazo zitakuwa kama tulivyosema, kuna jadhibia, kuna mvuto hasa ambao unavuta pande mbili kama hizi. Na ndipo ukirudi kuangalia katika baadhi ya hadithi ambazo ni nyingi, hizi ghariza, matamaniwa, hamu ya kitu, ikiwa ni ghariza shaitania, ikiwa ni hamu za kishetani za kihayawani, utakuta hizi hazisimami kwenye msingi unaostahiki tulivyosema mwanzo, almawadda warahma waluns, mapenzi ya kisawasawa, mahaba ya kisawasawa, mvuto wa kisawasawa, utulivu unaopatikana iwapo itakuwa ni kuutaja upande ule mnaoupenda. Lakini ikiwa itakuwa msingi wenyewe ni msingi wa kishetani, ni msingi wa matamaniwa ya kihayawani, utakuta uhusiano huu mara nyingi haudumu. Na ndipo pale utakuta mfano baadhi ya watoto, mtu anafikiria kwenda kuoa si kwa sababu
za kimsingi ambazo zinastahiki ende akaoe, hapana. Kwa sababu amezidiwa, amebanwa, ameshindwa kuziwia zile chemichemi au ule mvuke au lile joto la ujana. Kwa hiyo anakwenda kuoa kwa sababu lengo lake nini? Ni joto la ujana limemzidi. Kwa hiyo lile joto likishapunguzwa kule, kuna kitu gani kitambakisha? Utakuta hakuna. Kwa hiyo yatakikana kuanzia mwanzo msingi unaostahiki, ndipo Mtume sallallahu alayhi wa ali, idha atakum man tardhauna dinahu wa khuluquhu, mwenye dini na maadili. Kwa sababu bila ya kupatikana vitu viwili kama hivi, huu msingi wa mawadda na rahma na unsa hupatikani. Kwa hiyo ukisha kukosekana huu msingi, ndipo pale hili joto na hili vuke likimalizika, utakuta ndani hakukaliki tena. Kwa sababu ilikuwa lengo asili ni kumaliza vuke kama hili. Kwa hiyo ndipo utapata haya ni matatizo ambayo kunapokosekana mahusiano baina ya mja na Mola wake, na inshallah tutafikia, ndipo utakuta tunafungua uhusiano ambao haustahiki. Tuangalia Imam Ali salamullahi alayhi katika baadhi ya dua ambazo zimepokewa: ilahi lam yakun li haulun fa antaqila bihi an ma'siyatik illa fi waqtin ayqadhtani li mahabbatik. Anamkhutubu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa, ya Rabbi, kitu kilichoniweka mimi na maasiya na yale mambo ambayo hayakupendezi ni kitu gani? Ni mapenzi yako. Kwa sababu msingi wa mahusiano yake na Mola wake umesimamia kwenye mapenzi. Kwa hiyo ya Rabbi, mimi mapenzi yako ndiyo vakisani kwangu. Huwezi ukaniona mahali ambapo hupapendi, huwezi ukaniona mahali ambapo hapakuridhishi. Na ndipo ukizifuatilia zile hadithi, la u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Kwa sababu gani? Mahaba ya pande mbili, msingi wa mahaba ambao ni imara, hauwezi kuteteleka. Kwa kuwa ya Rabbi, mimi huwezi ukaniona sehemu yoyote ambayo haikuridhishi, kwa sababu mapenzi yangu yamesimamia msingi imara, msingi thabiti, msingi ambao hauwezi kuteteleka. Kwa hiyo tunapoambiwa hubbu aliyin junna, si kwa maana mwenye kumpenda al-Imam Ali hata akifanya machafu basi atakwenda kumlinda. Hapana, junna ni vaksani. Ikiwa wampenda kweli kweli, fattabi'uni yuhibbukumullah, ndipo itakuwa kweli ni msingi imara na msingi ambao unamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yarda liridhaha. Kwa sababu hakuna unachokifanya, hakuna unachokifikiria, hakuna unachokiangalia isipokuwa ni kile chenye kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndipo Ibn Abil Hadid alipoisherehesha hadithi moja katika dua za Imam Ali salamullahi alayhi, anaposema, ilahi la in adkhaltani an-nara la ukhbiranna ahla an-nari bihubbi lak. Kwa sababu kuanzia mwanzo ilaka na uhusiano wangu si kwa sababu ya pepo. Sio leo uhusiano wetu mara nyingine unampa mtu kura, unamfanyia mtu kitu kwa sababu unatarajia akulipe. Ndipo pale utamuona mtu, na imetokea wengine mpaka wakijiliza kwenye mitandao kwa sababu alifanya kampeni, amjua kwa kuwa huyu mtu hastahiki, hafai, lakini alimfanyia kampeni, akampa kura kwa sababu alitarajia atapata cheo ndani ya serikali inayokuja. Alipokosa kwa sababu kuanzia mwanzo uhusiano aliyoufungua ni wanipa nikupe, kwa hiyo hukunipa. Sasa pale ndio zile faili za maovu yote yanaanza kufunguliwa, kwa sababu uhusiano si uhusiano wa msingi anaotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alhubbu walishq waluns. Na ndipo al-Imam Ali salamullahi alayhi anaposema kwa kuwa ya Rabbi,
hata ikiwa utanitia motoni, si kwamba mapenzi yangu yatapungua. Kwanza ni kitu hakiwezekani, ni muhali Mwenyezi Mungu amwadhibu mja wake anayempenda. Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala, kwa baadhi ya ahadithi ambazo zimepokewa, asema ana huruma na mapenzi zaidi kwa waja wake kuliko mama kwa wanawe. Hawezi kumwadhibu mja wake mwema, lakini haya ni mapenzi ya mja kwa Mola wake, kwa kuwa ya Rabbi, hata ukinitia motoni, hata ukiniadhibu, mapenzi yangu hayakusimamia kwenye msingi wa wewe kunitia peponi. Kwa hiyo hayatupungua, mimi nitawajulisha wote walioko motoni kwa kuwa nakupenda ya Rabbi. Na ndipo Ibn Abil Hadibi akaleta baadhi ya mashairi akisema, wa haqiq, anaapa kwa haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, law adkhaltani an-nar qultu lilladhina biha qad kuntu mimman yuhibbu wa afnaytu umri fi fununin daqiqa wa ma bughyati illa ridha wa qurbu. Kwa kuwa mimi na apa kwa haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lau atanitia motoni, basi nitawajulisha wote walioko motoni, kwa kuwa mimi nampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndipo kuna baadhi ya hadithi, ijapokuwa sijawa na uhakika nazo, sijazifuatilia ni kweli au si za kweli, kuna baadhi ya wafuasi wa Imam Ali salamullahi alayhi alifanya makosa ikastahiki apigwe hadi, akakatwa mkono. Alipokuwa yuwapita baadhi ya sehemu, kuna baadhi wakawa wanamkejeli kwa kuwa siwaona huyo unayempenda amekukata mkono. Angalia majibu aliyoyajibu, kwa kuwa penzi lake juu yangu na penzi langu juu yake ndiyo ilistahiki mimi nikatwe, kwa sababu nilikuwa ninastahiki, sio kwa kuwa ati mimi nitalalamika nimefanya makosa yanayostahiki mimi Imam Ali anipige hadi. Kwa hiyo penzi halipungui. Ndipo Imam Ali salamullahi alayhi akasema, yule mtu ambaye hakupendi hata ukampa asali ukampa dunia, hakupendi, hawezi kukupenda. Na yule mtu ambaye anakupenda kwa kuwa uhusiano wake wewe na yeye umesimamia misingi imara kama hii, hata ukamtishia namna gani, ndiyo pale wallahi al-Imam al-Husaini, mashairi yanayonasibishwa na yeye, akiapa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hajartu al-khalqa turran fi hawaka wa aitamtu al-iyala likay araka walau qatta'tani fil hubb. Mapenzi ya al-Imam al-Husain salamullahi alayhi, kwa kuwa nimewaacha familia yangu mayatima, nimehama kuja kwako wewe ya Rabbi, mahusiano ya mapenzi, mahusiano ya ishqi na ya utulivu, kwa kuwa ya Rabbi mimi ninaelekea kwako. Kwa hiyo yoyote atakaye kuutikisa uhusiano kama huu, au anaijaribu kutaka kuuvunja uhusiano kama huu, hata akanikata vipande vipande, wala hawezi kuharibu. Lama mala alfuadu ila siwaka, aslan haiwezekani, kwa sababu ni msingi imara, msingi usiotikisika. Na ndipo leo ukiwasikia maulama wetu, viongozi wetu wakubwa walioondoka katika hii dunia, kila ukiwatishia wanasema nini? La ara almauta illa saada, kwa sababu ni liqaa baina alhabibi wa mahbubi. Nenda kukutana na Mola wako, kipenzi chako unayempenda. Mtu anakutishia, mtu akwambia amepambana umri wake wote kuisubiri siku kama hii, ndipo pale aliposema al-Imam Ali, fuztu wa rabbil Kaaba, nilikaa nimekaa miaka yote naisubiri siku kama hii. Leo mtu aje akutishie kwa kuwa tutakuua, tutakumaliza, tutakupiga bomu, fa ahlan wa sahla. Inni la ara al-mauta illa saada wala alhayata ma'a adh-dhalimina illa barama, kwa sababu ni msingi imara. Kwa hiyo iwapo mwanadamu atafungua uhusiano baina yake na Mola wake kupitia misingi kama hii, basi wakati wowote anapoteleza, wakati wowote anapokosea, mbio anarudi kwa Mola wake. Waqafat safinatul masakini ala sahili bahri judika wa karamika, anagonga mlango, hana kwingine pa kurudi. Haya ndo mapenzi ya hakika yanayotakikana. Na ndipo
Imam Ali salamullahi alayhi pia katika baadhi ya dua anasema, ilahi habli qalban yudnihi minka shauqu wa lisanan yarfa'uhu au yarfa ilayka sidqu. Ya Rabbi, nipe moyo. Moyo upi? Moyo ule ambao utataka kunikurubisha kwako bishauqi, si kwa ajili ya hofu ya kicho cha adhabu. Du'itum ila dhiyafatillah, muko katika ugeni wa Mwenyezi Mungu. Kama ingekuwa ni mwenye kuadhibu, ni mwingi wa adhabu, ni kututishia na nini, asingetualika na kutufungulia uhusiano kama huu. Kwa hiyo ametuweka kwenye ugeni ambao ni ugeni mtukufu ili tuufungue uhusiano kama huu. Ilahi habli qalban yudnihi minka shauqu, kile ambacho kitanikaribisha kwako wewe, kitanikurubisha na wewe, kitaniweka karibu na wewe, iwe ni shauku, ni mahaba na mapenzi. Na haya ndiyo mahusiano ambayo ni mazuri, hayateteleki. Hebu chukua uangalie hivi karibuni tu matukio yaliyotokea yanayoendelea Mashariki ya Kati. Wengine kwa sababu hawana uhusiano na Mola wao, wanaishi kwenye mashimo, wamekimbia nchi zao, hawajulikani, wanatoa nini kila siku, wanazungumza hili, wakizungumza lile, wanajidai ni mashujaa, lakini hawana ushujaa. Lakini tuangalie hawa waliourithi ushujaa kutoka kwa maimamu na maasumin alayhimussalam, ambapo mwisho la Rijani walipomtishia tu aliwaambia nini? Tumepambana siku zote, tuko katika uwanja siku zote. Kwa hiyo ukiwa katika mapambano ni mawili, kama alivyosema Said Hassan Nasrullah, kwa kuwa haya mambo mawili, shahada ni nasr na nasr pia ni nasr, ni nurun ala nur. Kwa sababu shahada ni ile shahada inayokwenda kupeleka wapi? Kukutana na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Lakini ikiwa utakosekana uhusiano kama huu, ndipo pale utapata kama Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anavyotuambia, kuna wale kaumu ambao wakimuomba Mwenyezi Mungu, mfano walamma jaa amruna najjayna shuaiban walladhina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhadhatil ladhina dhalamu as-sayha. Kisha katika suratul Rum aya ya 33, wa idha massan nasa dhurrun da'aw rabbahum munibina ilayhi thumma idha adhaqahum minna rahma idha fariqun minhum bi rabbihim yushrikun. Ile rahma ambayo yatakikana mahusiano yetu yawe ni ya rahma. Angalia wao sasa, kwa sababu ya kutaka kuvutia upande wa pili, japokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatuwezi kumdanganya, lakini kwa sababu wamemuomba kwa rehma yake, wamemuomba kwa huruma yake, kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawaonjesha rahma. Munibina ilayhi thumma idha adhaqahum minhu rahma, akawanusuru, akawaokoa, akawapa ushindi. Lakini baada ya hapo tu, kwa sababu gani? Ndipo pale tulipotangulia kusema, kwa sababu kuanzia mwanzo uhusiano haukusimama kwenye misingi mizuri. Kwa hiyo ulipokosekana huu msingi, baada tu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwaonjesha, amewapa kidogo tu, kuwaonjesha, idha fariqu minhum bi rabbihim yushrikun, wakarudi kule kule walipotoka. Kwa sababu kuanzia mwanzo yeye anafofanya yale mazuri yote, anataka kuvutia upande wa pili ili yapendwe ndani ya ile familia. Msichana mwenyewe ampende ili akipeleka posa apokewe kwa mikono miwili, kumbe ni mtu hastahiki, sio kufa kama tunavyoambiwa. Ni kwa sababu imesimama kwenye msingi gani? Msingi usiofaa, msingi ambao sio imara. Lakini angalia ile misingi ambayo ni misingi mizuri, tunaporudi tu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu anatupokea, kwa sababu ni uhusiano unajadhibia, una mvuto wa kipekee. Tuangalie katika baadhi ya aya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika kuhusu qaumu Hud, fa anjaynahu walladhina ma'ahu birahmatin minna. Mwenyezi Mungu amemuokoa Nabii Allah Hud pamoja na kaumu zake. Kwa sababu gani?
Kama tulivyosema, uhusiano wa pande mbili ni uhusiano umesimamia kwenye misingi mizuri. Kwa hiyo wanaporudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu asema birahmatin minna, tukawaokoa. Kwa nini? Kwa rehema zetu. Na ukiangalia uhusiano kama huu, ndipo kama nilivyotangulia kusema, katika kila unalolifanya, kwa sababu umeshachora picha katika akili yako na katika moyo wako, picha yenyewe imesimamia misingi ambayo ni alhubbu, alishqu, aluns. Kwa hiyo yatakikana kila unalolifanya urudi katika msingi kama huu. Taban, kama tulivyosema, kwa yule ambaye kweli anastahiki afunguliwe msingi kama huu. Yule ambaye hastahiki, kwa sababu unatoka kwa uhusiano baina yako wewe na Mola wako, unaingia katika uhusiano baina wewe na mja mwenzako, pia iwe misingi ni hii, lakini ni yule mja ambaye kweli anastahiki kufunguliwa msingi huo. Asiyestahiki alladhina akhraju min diyarikum, wale hawastahiki kufunguliwa uhusiano huu. Ndipo leo ukisikia yale maswali yanaulizwa kuhusu Muamerika, kuhusu Mzayuni, kuhusu Magharibi, je, hawa watu kweli wanastahiki tufungue uhusiano sisi na wao uwe ni uhusiano unaosimamia misingi hii? Watu ambao hawana dini, hawana maadili, hawana mila, hawana desturi, hawana ustaarabu, hawana hata ubinadamu. Kwa sababu jambo la kusikitisha, wewe kwa muda mrefu wananchi wa Gaza wameuliwa, vijana, watu wazima, kina mama, kina baba, bila ya hatia, ndani ya mashule, ndani ya hospitali. Husikii mtu kulani wala mtu kuzungumza. Juzi madrasa zaidi ya watoto 160 ndani ya Irani imepigwa, wote wamenyamaza, wamefunga mdomo. Leo wameanza kwenda mbio kwa sababu uchumi umewalemea, si kwa sababu ya ubinadamu. Hawa ni mahayawani, hawana ubinadamu, hawana utu, hawana chembe chembe inayostahiki uhusiano wetu usimamie ni uhusiano wa rahma. Na ndipo hawa vibaraka wao wa nchi za Kiarabu, angalia leo wewe, mwisho ndege zimetoka Bahraini kwenda kuipiga madrasa ya zaidi ya watoto 160. Bahraini amenyamaza kimya, hata kuomba msamaha hakuweza kuomba msamaha. Leo yuwalalamika na kulani kwa nini Irani kupiga nchi zetu, kisha wakidai kwa kuwa hakuna sababu yoyote ya Irani kutupiga. Je, watu kama hawa inastahiki tufungue uhusiano ambao imesimamia kwenye misingi ya rahma? La, ile la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din. Ule uhusiano ambao utasimamia misingi kama hii ni wale watu, ni umma, ni jamii ambayo lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum, hawakuwapiga vita na kuwatoa kwenye majumba yenu na kwenye makazi yenu. Wanaowatoa, udhina lilladhina yuqataluna bi annahum dhulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Kwa hiyo uhusiano huu wa baina ya mja na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala unaposimamia kwenye misingi kama hii, kila tunachokifanya iwe kitakuwa ni kile chenye kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndipo tunatoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwa waja wake. Kwa hiyo kila anayestahiki kupendwa, huu msingi unahamia kwenye nini? Wale wanaostahiki kupendwa. Lakini wasiostahiki hawawezi kupendwa, na ndio yatakikana mara zote iwe sisi, kama ilivyokuja kwenye ahadithi, wacha la tarkanu ila alladhina dhalamu fatamassakumun nar, aya chungu mzima. Lakini ni lazima tudhihirishe, kwa kuwa sisi hatuna mapenzi wala hatuna na uhusiano watu waliokasirikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatuna uwezo wa kwenda kushiriki. Tutawaombea dua ndugu zetu wa Irani, wa Palestina, wa Lebanon, wa Yaman, wa Iraqi, ambapo hata vita vya Sudani wote wataalamu wanasema wale wanaovisababisha ni wao, na wako ndani kina bin Zaid. Lakini inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na leo ni siku ya mwisho
tuwakumbukeni ndugu zetu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Irani na Lebanon. Insha Allah iwe ndio juma la mwisho tukitoka hapa, iwe insha Allah ni safari ya kwenda kusalia Quds. Na kwa Mwenyezi Mungu si kubwa, linawezekana kwa dua zetu, ikiwa itakuwa kweli tumefungua uhusiano wetu ukasimamia kwenye misingi hii niliyoitaja, basi tukinyanyua mikono kiuhakika tukamuomba Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala, kwa Mwenyezi Mungu si kubwa, tukitoka tutaweza pata kwa Amerika ameshaporomoka, na insha Allah ndio mwisho wa Amerika, ataporomoka. Mwenyezi Mungu awamalize, sambaratishe, kwa sababu hata hao wa magharibi wote ni hali moja. Mauaji yote yanayofanyika wako nyuma, na hizi vijinchi za Kiarabu, kina Imarati, kina Katari, kina Bahraini, kina Kuwaiti, wote ni hao na kina Omani, hawana tofauti. Kwa hiyo wote inshallah Mwenyezi Mungu awamalize kwa baraka ya siku ya mwisho na Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. A'udhu billahi minash shaitani la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Allahumma salli ala Muhammad.